Kwa tafute namna ya kuisema. Mke wako ndo mtu peke yake anayetakiwa kubakia na pesa zako kama kitu chochote kinakutokea. Unajua ni kwa nini? Mke wako akibakia na pesa zako, watoto wako hawatahangaika. Lakini mdogo wako akukufuata akabakia na pesa zako, atatunza watoto wake na pesa zako, na watoto wako wewe watahangaika na wewe hujaacha pesa. Mchungaji, hivyo vingine vinatoka wapi? Ngoja tuwafungue macho. Hii mambo ya pesa zangu mwenyewe nikikufa, mdogo wangu ndo atabakia nazo, baba yangu ndo atabakia na. Baba yako atatunza mke wake na watoto wake, wewe watoto wako watahangaika na hujaacha pesa. Mko mnasikia? Ninachosema, mjifunze kuwa mnashirikiana na mume wako na mke wako kwenye mambo ya pesa. Namalizia kwa kusema hivi: mwanaume asiyemshirikisha mke wake kwenye mambo ya pesa hatafanikiwa kiuchumi. Narudia ninachokisema. Mwanaume yeyote anayeishi kwa kuficha mke wake pesa, huyu mwanaume hataendelea kiuchumi vinavyotakiwa. Pia mwanamke ambaye anatumika na ashirikishi mume wake kwenye masuala ya pesa, huyu mwanamke na huyu mwanaume hawataendelea vizuri kiuchumi. Narudia ninachokisema ili watu fulani hapo wasikie. Mwanaume au mwanamke aliye kwenye ndoa na ashirikiani na mke wake au mume wake kwenye masuala ya pesa, hawa wawili, hii ndoa yao hawataendelea kiuchumi vilivyo sawa sawa. Na aliona masikio nafanya nini?